Tarehe kama ya leo miaka 7 iliyopita, Afrika ilipoteza moja ya alama muhimu ya muziki. Ilimpoteza mwanamuziki nguli kutoka nchini Zimbabwe aitwaye Oliver Mtukudzi au Tuku kama walivyozoea kumwita nchini kwao. Nyota huyu alifariki dunia tarehe 23 Januari mwaka 2019, lakini mpaka sasa jina lake linatajwa kwa heshima kubwa sana barani Afrika na nje ya mipaka ya bara hili. Licha ya utofauti wa lugha baina yake na wapenzi wa muziki, Mtukudzi alifanikiwa kufikisha ujumbe wake kwa namna ya kipekee kupitia utunzi wake uliochanganya lugha mbalimbali. Nyota huyu alizaliwa mnamo Oktoba 22 mwaka 1952 katika mji wa Salisbury, mji ambao baadaye uliitwa Harare nchini Zimbabwe. Inaelezwa tangu akiwa mdogo, Tuku alionyesha kipaji cha kipekee cha muziki na baadaye kwa miaka mingi aliwaimbia mashabiki wake nyimbo zilizojaa hisia, ujumbe wa kujenga jamii na mafunzo ya maisha, hasa maisha ya Mwafrika. Nyota huyu alianza rasmi kutumbuiza mwaka 1977 alipojiunga na Wagon Wheels, bendi iliyohusisha wajuzi wa muziki kama Thomas Mapfumo na mpiga gitaa mwenzake aliyeitwa James Chimombe. Wanamuziki hawa walipewa nafasi ya kuwa bendi na kutumbuiza maeneo mbalimbali na mtu aliyefahamika kama Paul Mkondo, mzalendo na mkereketo wa muziki wa Afrika ambaye alikuwa akitoa fedha zake na rasilimali kwa kundi hili. Mkondo aliwaruhusu Wagon Wheels kutumbuiza katika klabu iliyoitwa Mutanga, ambayo wakati huo ilikuwa klabu pekee ya usiku iliyowahudumia wa Afrika, kwani katika wakati huo Zimbabwe ilikuwa ikiitwa Southern Rhodesian, nchi iliyokuwa ikiendeshwa na sera za kibaguzi za mkoloni. Mtukudzi na bendi ya Wagon Wheels walifanikiwa kutoa vibao vingi vilivyopendwa, huku wimbo wao wa Nzandi Momotera ukiwapa umaarufu sana. Kutokana na sauti yake ya kipekee, Oliver Mtukudzi alitambulika zaidi, jambo lililofanya muziki wake kuingia kwenye anga la kimataifa na akajipatia wafuasi wengi barani Afrika pamoja na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Licha ya kuburudisha, muziki wa Mtukudzi umekuwa sehemu muhimu ya maisha ya Wanazimbabwe kabla na hata baada ya uhuru. Wakati wa utawala wa mkoloni, Tuku alikuwa akitunga nyimbo zilizoelezea kukandamizwa kwa Mwafrika, lakini baada ya uhuru alihamishia jumbe zake katika kutetea haki za wanawake na watoto. Moja ya nyimbo zake maarufu unafahamika kama Todii, uliotoka mwaka 1998, unaomaanisha tutafanya nini. Wimbo huu unaelezea madhara ya ugonjwa wa ukimwi na madhara yake katika jamii katika miaka ya 90 mwishoni. Lakini pia wimbo wake wa Neria ni wimbo unaongelea uvumilivu na nguvu ya mwanamke. Licha ya kushirikiana na wanamuziki wengi barani Afrika, Oliver Mtukudzi pia aliweza kushirikiana na mwanamuziki kutoka Tanzania aitwaye Lady JD katika kibao kilichoitwa Mimi ni Mimi kilichotoka mwaka 2011. Mtukudzi aliacha watoto 6 aliowazaa na wanawake 4 tofauti pamoja na wajukuu 3. Mnamo tarehe 23 Januari mwaka 2019, Mtukudzi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 66 na umauti huo ulimfika katika kliniki ya Avenues iliyoko Harare, Zimbabwe, baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa kisukari. Niruhusu niishie hapa, ni kuache katika meza ya vitamini asubuhi wakati unaendelea kujiandaa na weekend yako tulivu. Mimi naitwa Justin Shedi, tukutane hapa hapa Elolama FM.